Kwa hivyo siku hii ya leo ninaenda kuzungumzia kuhusu ushindi bila silaha, na naenda kuangazia kuhusu mfalme mmoja wa Yuda ambaye alikuwa anaitwa Yehoshafati, ambaye alikuwa ni mfalme wa taifa la Bwana ambalo lilikuwa ni taifa la Yuda. Habari zake zinapatikana katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20. Wacha tusome mstari wa kwanza hadi mstari wa 15, alafu turuke tuangalie 20 hadi 24. 1 hadi 15. Mambo ya Nyakati wa Pili 20 nasema hivi: ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wao katika Hasasoni Tamari, ndiyo Engedi. Yehoshafati akaogopa, akuelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu nyumbani mwa Bwana mbele ya ua mpya, kasema, Ee Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena ni wewe utawalaye falme zote za mataifa, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Si wewe, e Mungu wetu, uliowafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu, au tauni, au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka miliki yako uliyoturidhisha. Ee Mungu wetu, je, utawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii hii kubwa wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeieli mwana wa Matania Mlawi na wana wa Asafu akajiliwa na Roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, ninyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme wa Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi hili kubwa, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Mstari wa 20. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana
na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka wavizi yao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu walioondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakatazama lile jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka chini inji, wala hapana aliyeokoka. Ama Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo nimelisoma. Mungu, neno lako ambalo ulipeana Bwana kupitia kwa watumishi wako ikatufikie Mungu, iwe funzo kwetu Bwana na kumbukumbu yale ambao wewe unaitenda katika mkono wako ulio mkono wa ajabu. Baba, ninapoenda kulizungumzia Bwana na kuomba kanipe usemi utakao juu mbinguni, niongoze Bwana, niwezeshe nikanene sawa sana mapenzi yako Mungu, na ni kwa manufaa ya watu wako Bwana, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu naomba. Amen. Jina la Bwana Yesu nalipewe sifa. Kwa hivyo maandiko haya ambayo nimeyasoma, mistari hii ambayo tumeangalia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango ni wa 20, mstari wa kwanza hadi kwa 15, alafu nikaruka 20 hadi 24. Nimeruka tu kwa sababu ya muda, lakini ukisoma kuanzia mstari wa kwanza hadi ule mstari wa mwisho utajifunza mambo ambayo ni mazuri sana. Ndiposa nikasema ya kwamba leo nataka kuzungumzia kuhusu ushindi bila silaha, na naangazia huyu mfalme ambayo alikuwa anaitwa Yehoshafati. Alikuwa ni mfalme wa taifa la Yuda. Baada ya Israeli kumwasi Mungu, kuna kipindi ambacho Bwana aligawanya taifa la Israeli kwa mara mbili. Kukawa kuna utawala wa kusini na utawala wa kaskazini. Utawala wa kaskazini ulikuwa na makabila 10, nao ukaitwa Israeli, na makao yake makuu yalikuwa ni Samaria. Nao kawa kuna watawala wa kusini ambao ulikuwa na makabila 2, nao ukaitwa Yuda, na makao makuu yake yakawa ni Yerusalemu. Katika utawala ule wa kaskazini, karibu wafalme wote walikuwa ni waovu. Kina Ahabu, kina nani, hawakuwa wafalme wazuri wa utawala wa kaskazini ambao ni wa Israeli. Lakini utawala wa kusini ambao ni wa Yuda, Mungu aliachia kwa sababu ya mtumishi wake Daudi, kwamba uzao wake watatawala katika sehemu hii ya pili ambao Mungu alikuwa ameigawanya, ambao ulikuwa ni utawala ambao ni wa Yuda. Sasa basi, katika Yuda kuna wafalme ambao walikuwa wazuri na kuna wafalme ambao walikuwa wabaya. Kuna wafalme ambao walianza vizuri na wakamaliza vibaya, yani walikuwa wazuri nusu, baya nusu. Lakini ufalme ama utawala wa kaskazini, karibu wafalme wote walikuwa ni waovu. Wachache sana walifanya tendo nzuri. Kwa hivyo kwa sababu hiyo sasa, leo hii naangalia ufalme huu ambao ni wa kusini ambao ni wa Yuda. Na tunaangazia mfalme huyu ambaye anaitwa Yehoshafati. Huyu Yehoshafati alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa ni mzuri sana, na alikuwa wa uzao wa Daudi. Yaani yeye alikuwa ni kilembwekeza cha mfalme Daudi. Daudi alimzaa Suleimani. Suleimani alikuwa ni mwana wa Daudi. Alafu Suleimani akamzaa Rehoboam. Kwa hivyo Rehoboam akawa ni mjukuu wa Daudi. Rehoboam akamzaa Abia. Abia akawa ni kitukuu cha Daudi. Abia akamzaa Asa. Asa akawa ni kilembwe cha Daudi. Asa akamzaa Yehoshafati. Kwa hivyo Yehoshafati akawa ni kilembwekeza cha Daudi. Kwa hivyo ni uzao wa Daudi. Yeye alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa ni mzuri.
siku zote alikuwa akitenda mema kumpendeza Bwana. Alianza vizuri, akaendelea vizuri, akamaliza vizuri. Licha ya kuwa tu na kasoro tu moja tu ambayo alikuwa nayo, ni kwamba Yehoshafati kuna kipindi ambacho wakati ambapo alikuwa akifanya kazi yake ya utawala, alishikana na marafiki ambao walikuwa ni wabaya, akiwemo Ahabu, na kafanya mapatano naye, na kuna shida ndogo ndogo ambazo zilikuja kwa sababu ya hiyo. Lakini kwa ujumla Yehoshafati alikuwa ni mtu mzuri sana. Alipoingia kwenye mamlaka, jambo la kwanza alishughulika kuondoa mabaali. Ibada yote ambayo ilikuwa ya kiungu aliweza kuiondoa. Akabomoa maashera, kila kitu ambacho kilikuwa kinaweza kuleta ibada chafu kinyume na Bwana akaweza kukiondoa. Kwa hiyo akawa ni mfalme ambaye alikuwa ni mzuri sana. Lakini marafiki, kufanya urafiki na watu ambao hawakuwa wazuri, iliweza kufanya mambo yake mengine hayakuenda vizuri sana. So kwa mfano, alifanya urafiki na mfalme ambaye alikuwa ni Ahabu. Ahabu mfalme wa Israeli alikuwa mbaya sana, na alikuwa anaabudu miungu, na akaongoza taifa la Israeli lote kuabudu miungu. Na unaona yeye Yehoshafati ameondoa miungu na ameharibu mahali pote pa kuabudu. Lakini sasa anakuja kufanya urafiki na mtu ambaye yuko kinyume na Mungu. Anakuja kufanya urafiki na adui wa Mungu. Ni hatari wapendwa. Ndio unakumbuka ukisoma huku nyuma kidogo, unaona kuna wakati ambapo huyu mfalme wa Israeli Ahabu alikuwa anataka kwenda vitani, naye akamwita Yehoshafati amsaidie kwenda kupigana vita kule Ramoth-Gileadi. Kwa hiyo akasema kwamba Ramoth-Gileadi ni wetu, lakini hawa watu wameukatalia. Nataka kwenda kupigana na Ramoth-Gileadi na nikaweza kuukomboa, lakini nakuomba mfalme Yehoshafati ukanisaidie. Yehoshafati akasema kwamba mimi ni kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, kitayarisha twende vitani. Ni story ndefu tunaielewa, lakini unaona vile vita karibu vipoteze maisha ya Yehoshafati. Manake Ahabu aliweza kuangamia pale, na Yehoshafati pia alikuwa karibu angamia kama sio mkono wa Bwana ulimwokoa. Kwa hivyo chunga marafiki. Kuna marafiki ambao wanaweza kupeleka mahali ambapo sio sawa. Sasa hapa tunaona huyu mfalme Yehoshafati amechukua usukani, ametawala kwa nafasi ya baba yake Asa ambao alikuwa amekufa. Sasa akaanza kufanya mageuzi na kutengeneza sehemu ambazo zilikuwa ziko sawa, zote zikamwelekea Mungu. Kwa hivyo akaharibu mabaali, akaharibu madhabahu ya Baali, kila kitu kuhusiana na ibada sio kiungu akakiharibu. Na sio yeye peke yake, akachukua walimu na makohani wazunguke taifa lote la Yuda wakiwafundisha watu wa Mungu sheria ya Bwana, ambao jambo kama hilo lilikuwa halijawahi kufanyika mahali popote na mfalme wa yote. Kwa mara ya kwanza, badala ya watu kukaa na kungojea wakati maalum waende hekaluni wasikie neno la Mungu, akawatuma walimu mitaani, kila mji na kila mitaa yote, wafundishe watu torati ya Mungu na kufundisha watu mambo ya manabii na kile ambacho Bwana anataka wakaweza kukifanya. Kwa hivyo akawa ni mfalme ambaye alimpendeza Mungu. Lakini kwa sababu ya kuungana na marafiki ambao sio wazuri, hili jambo liliweza kudhoofisha ufalme wake kidogo tu. Lakini hata kudhoofisha hivyo, bado Yehoshafati alibaki mwaminifu kwa Bwana. Tunaona sasa hapa habari ambazo tumezisoma hapa, kuna taifa ambalo limesimama kinyume na Yuda, nayo ni taifa ambalo naambiwa ni Moabu ya kwanza. Ya pili naambiwa ni taifa la Amoni, alafu na baadhi ya watu ambao wanaitwa Wameuni wamejipanga kwa ajili ya kwenda kupigana na Yuda ambao mfalme wake ni Yehoshafati. Basi haya mataifa yalitoka wapi? Naposoma katika Biblia kitabu cha Mwanzo mlango wa 19, napoangalia mstari wa 30 hadi 38,
tunapata habari mahali haya mataifa yalitoka. Naona ya kwamba baada ya Lutu kutoka Sodoma akimbia mpaka mlimani kule, na elewa yale ambayo alimpata mke wake njiani. Alipokaa mlimani kwenye pango na binti zake wawili, kakaa muda mrefu sana. Baadaye hawa binti wake wakashauriana. Mkubwa akamwambia mdogo, mahali tunakokaa hapa ni mahali ambapo ni pa upweke, hakuna mwanadamu yeyote na hakuna mwanaume hapa, na lazima baba yetu kizazi chake kiendelee. Tutafanya namna gani? Mdogo wakati anapiga mawazo, anafikia hapa na pale, huyu mkubwa akamwambia, mimi niko na wazo, wacha tumunyweshe huyu baba yetu pombe na alewe, alafu tuingie kwake tulale na yeye na tutapata mimba na tukaweza kupata kizazi, at least baba akaweza kupata kizazi cha kuendeleza. Huyu mdogo akamwambia basi ni sawa, akakubali. Amunywesha pombe, Lutu akalewa. Baada alikwenda kulala, naona msichana mkubwa kaja polepole kwake, akajifunua na akalala na yeye na akapata mimba. Baadaye kesho yake akaja akamweleza mdogo wake yale ambayo aliyafanya. Sema wewe pia fanya hivyo hivyo. Tena akamnyesha pombe, wakaenda. Usiku ulipofika, huyu msichana mdogo pia akafanya vile mkubwa alivyokuwa amefanya. Akaenda, akafunua blanketi vizuri na akalala pale. Baba yake pia akalala naye na akapata mimba. Lutu alipoamka asubuhi hakuweza kujua nini kinyefanyika. Ndio naambianga kwamba watu wanasema pombe ni nzuri, pombe ni mbaya. Na ukiangalia madhara yake au matokeo yake sio mazuri. Lutu kama angekuwa amekunywa pombe angefanya kitu kama hii. Biblia inasema kwamba hawa wasichana walipopata mimba, huyu mkubwa alikuja kazaa mtoto. Alipozaa mtoto wake wa kiume akamuita jina lake Moabu. Kisha huyu mdogo pia alikuwa na mimba. Alipofika wakati wa kuzaa pia akazaa mtoto, naye akamuita Amoni. Kwa hawa ndio wenye kuzaa haya mataifa ambayo tunayasikia. Taifa la Moabu ni la yule msichana mkubwa wa Lutu. Taifa la Amoni ni yule msichana mdogo wa Lutu. Unaona haya mataifa yamekuwa mabaya. Hata wakati Israeli walipokuwa wametoka Misri wakielekea Kanani, naona wakati walipofika katika mipaka ya Moabu, mfalme wa Moabu ambaye alikuwa ni Balaki aliwazuia wasipitie katika Moabu. Tunaelewa yale mambo ambayo alikuwa. Kwa hiyo hapo ndio tunaona chanzo cha haya mataifa ambayo tunayaona. Sasa katika huu mlango wa 20 wa Mambo ya Nyakati mstari wa kwanza, naona haya mataifa yamekusanyika mawili pamoja na baadhi ya wenyeji ambao walikuwa wanaitwa wa Meuni. Na kazi yao walikuwa wanataka kupigana vita na mfalme Yehoshafati. Kwa hiyo unapoangalia kifungu cha pili sasa, tunaona njama ambao walikuwa wanapanga ya kuweza kumshambulia mfalme Yehoshafati. Kuna watu ambao walisikia, na baada ya kusikia wakampelekea Yehoshafati habari, kwambia mfalme, unajua nini kinaendelea? Kuna watu ambao wamejipanga jeshi kubwa kupigana na wewe. Akauliza ni akina nani? Wakamwambia kwamba ni taifa la Wamoabi pamoja na Amoni na hawa watu ambao wanaitwa Wameuni. Wamepanga kupigana vita na wewe. Baada ya kupata habari sasa, katika mstari wa 3 tunaona mfalme Yehoshafati ameingia na wasiwasi, akaogopa. Lakini kuna kitu cha kufurahisha mahali pale. Hofu ya mfalme Yehoshafati haikumfanya akimbie, atoroke, ama aonge vivudivudi aanze kusema tumekwisha. Hapana. Hofu ambayo iliingia ndani ya mfalme Yehoshafati ilimuongoza yeye kumtafuta Bwana. Akaamua kumtafuta Bwana. Katika mstari wa 3 Biblia inasema hivi, Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Sasa akajua kwamba msaada wangu utapatikana tu kwa kumtafuta Bwana. Kwa Bwana tu ndio msaada wangu utapatikana. Kwa hiyo akaambia watu wa Yuda kwamba hii vita ambavyo viko mbele yetu hatuviwezi. Kwa nguvu zetu hatuwezi. Bali Bwana
ana uwezo wa kutuwezesha kuweza kushinda vita hivi. Kwa hiyo tufanye maombi ya kufunga. Katika mstari wa 4 unaona Yuda pia taifa nzima kwa ujumla wakakubaliana na maneno ya mfalme Yehoshafati, wakaamua kufunga na wakaona kwamba wakaweza kumlilia Bwana. Sasa katika mstari wa 5 kuendelea mpaka mstari wa 12 tunaona sasa hapa Yehoshafati ako mbele za Bwana, amesimama kwenye hekalu katika ua mpya, na anaambia Bwana mambo ambayo Bwana ameyatenda na ambao kumbukumbu lao wanayakumbuka. Ameyataja mahali pale, akasema ya kwamba Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Na mkononi mwako mna uweza na nguvu, asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Hapa sasa anaongea na Mungu. Sasa si wewe Mungu wetu uliowafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Ibrahimu rafiki yako hata milele? Nao walikaa humo, wamekujengea patakatifu pa jina lako humo, wakisema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu, au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kulia katika shida yetu, nawe utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni, anamwambia Mungu, na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nje ya Misri, lakini wakawageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa, wakija kututupa toka miliki yako ulioturidhisha. Mungu wetu, je, utawahukumu? Maana sisi hatuna uweza juu ya jamii kubwa wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako. Hilo ni ombi la mfalme mkuu ambao ni Yehoshafati, akiomba akiwa pamoja na Israeli, akimkabidhi Bwana, akimkumbusha yale ambayo Bwana aliyatenda katikati ya mababu zao mpaka wakati ambapo walikuwa wamefika, kwamba ni makuu. Kwa hivyo mwisho wa maombi yake katika mstari wa 12, Yehoshafati anatambua ya kwamba yeye kama taifa na watu wa Israeli kwa ujumla, watu wa Yuda kwa ujumla, hawana uwezo wa kupigana na adui ambao wamewavamia. Manake hawa maadui wamekuja kwa wingi, hawa maadui wamekuja wakiwa na nguvu nyingi, wamekusanyika mataifa mawili pamoja na wenyeji ambao wamewapata mahali pale. Akasema ya kwamba hapa hatuwezi kufaulu, na akamwambia Mungu, sisi hatuna uwezo wa kupigana na hawa watu, lakini Bwana, kile kitu ambacho sisi tuko nacho ni kwamba tuko na wewe, na tukiwa na wewe basi kila kitu kiko sawa. Jina Bwana Yesu lipewe sifa. Basi baada ya yeye kuomba ombi lile, basi kuna jambo ambalo lilitokezea hapa. Bwana akasikia kilio cha Yehoshafati, na katika mstari wa 14 na 15 inasema hivi: ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Iyeli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Basi Yehoshafati anatulizwa na neno la Bwana kupitia kwa mtumishi wa Mungu huyu ambaye tunamuona anaitwa Yehieli mwana wa Matania. Basi Bwana akawa amejibu ombi la mfalme Yehoshafati ya kwamba lile jeshi ambalo analiona limejipanga kwa vita asiliogope, sema kwa sababu yeye nguvu zake hazitaweza kupigana naye,
lakini Bwana akasema ya kwamba hivi vita vimekuwa vyangu sasa. Mimi ndio niko tayari kupigana na jeshi hili la Wamoabi, la Waamoni na baadhi ya wanu wa Seiri. Basi aliposema namna hivyo, Yehoshafati akapata nguvu, kwa sababu yeye siku zote alimtegemea Bwana. Baada ya hapo tukaruka katika mstari wa 20 ambao hapo sasa inazungumzia kuhusu uaminifu. Sasa hapa Yehoshafati anawaambia watu sasa jambo la kufanya. Biblia inasema kwamba wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waamini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa hivyo anawaambia watu wa Yuda kwamba ili waweze kudhibitika wanafaa wamwamini Mungu, na ili wakaweze kufanikiwa wanafaa waamini manabii wa Mungu. Kwa hivyo hapa anawapatia tumaini kwamba wasiangalie ile jeshi ambalo liko kinyume nao, bali wakaangalie Mungu ambaye yuko upande wao. Maana ashatangaza tayari ya kwamba vile vita sio vyao kupigana, bali vile vita ni vyake yeye Mungu mwenyewe kupigana. Kwa sababu hiyo sasa neno la Bwana linasema ya kwamba wakimwamini Mungu wao wataweza kuwa imara, wataweza kuwa dhabiti, na wakiamini manabii ambao Bwana amewatuma kuambia ujumbe wa Bwana wataweza kufanikiwa hata mbele ya vita ambavyo wanaviona mafanikio ya Bwana yanaenda kuonekana. Kwa sasa tunaona mambo yanaendelea. Baada ya hapo mstari wa 21 unasema hivi, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utukufu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Sijawahi kuona vita vingine kama hivi ambavyo maadui wamejipanga kwa ajili ya kupigana na mtu ambaye ni wa Mungu, alafu ameingia mbele za Bwana na Bwana amemsikia. Mungu amesema ya kwamba wasiogope, manaka vita hivi sio vyao, bali ni vita ambavyo ni vya Bwana. Sasa angalia kitu ambacho sasa Bwana anafanya. Badala ya Mungu sasa kuwapatia silaha kalikali za vita, badala ya Mungu sasa kuwapatia ujuzi mgeni wa vita, Bwana anamwagiza mtumishi wake mfalme Yehoshafati jambo la kufanya, kwamba vita vile ambao viko mbele yao ni wasonge mbele kukabiliana na hao wanajeshi ambao wametoka kule Moabu na wale ambao wametoka kule Amoni na wenyeji wa Seiri. Wasonge mbele yao, wakaribia hii jeshi, lakini sio kwa mapanga wala sio kwa mikuki wala sio kwa ngao, bali kwa kuimba. Yaani sasa wao wamekuja na silaha kwa ajili ya vita na wamejipanga na wana nguvu, alafu hao ambao wanakuja kupigana nao, mfalme wa Yuda anajipanga kwenda kukabiliana nao, lakini sasa badala ya kupanga wanajeshi ambao ni wakali katika front line, anapanga waimbaji na wanatangulia mbele kupeana sifa. Sijawahi kuona vita kama hivyo. Sijawahi kuona vita vingine kama hivyo. Akaambia kwamba tafuta waimbaji wazuri, wakawatafuta, sema waweke mbele sasa front line ya vita, wakaweka mbele. Kazi yao piga tarumbeta, piga matari, kuimba na kushangilia wakielekea vitani, na wale wanakuja na silaha za kupigana nao, tena ni wengi kuliko, tena wana nguvu kuliko. Katika mstari wa 22 Biblia inasema hivi, nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Seiri, juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Sasa Bwana walipoanza kuimba, wale wenyewe kwa wenyewe sasa wakageukiana, vita vikaanza sasa, wakaanza kupigana wao wenyewe kwa wenyewe, wakapigwa. Baada ya hapo sasa naona
wana wa Amoni na wana wa Moabu sasa wamegeukia wenyeji wa Seiri, sasa wanawapiga. Wakawapiga kabisa, wakamalizana na hao wa Seiri ambao walikuwa kundi moja ambao walikuwa imekuja kupigana na Israeli na Yuda. Hapo katika mstari wa 23 nasema, kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu walioondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Wanaona vile vita vinaendelea. Hao wamepiga mbiu, wameimba, wameshangilia Bwana katika front line ya vita. Sasa Bwana akaingia ndani ile jeshi ambao lilikuwa limekuja kuwabisia, wakageukana wao wenyewe kwa wenyewe. Wa Moabi na wa Amoni wakawageukia wenyeji wa Seiri ambao walikuwa wako pale wameungana ili kupigana na Yuda. Wakaanza kupigana na kuwaua wale wa Seiri. Sasa walikuwa makundi matatu, makundi mawili yakageukia kundi moja. Wakalipiga na wakalimaliza. Sasa wakabaki wana wa Amoni na wana wa Moabu peke yao. Wale wenyeji ambao waliwakaribisha wamemalizana nao. Sasa baada ya kumaliza kupiga wale wa Seiri, sasa wana wa Amoni na wana wa Moabu sasa Biblia inasema wakageukiana wenyewe kwa wenyewe sasa. Sasa wanadungana mikuki, wanadungana visu, wanakatana mapanga. Yaani wamechanganyikiwa. Wanapigana vile wanapigana na adui, kumbe wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe. Amoni anapomkata yule Moabu anafikia nakata mtu wa Yuda. Huyu anapomkata huyu anafikia nakata watu wa Yehoshafati. Kumbe wanakatana wao wenyewe kwa wenyewe. Nani amewafadhaisha? Bwana. Kwa sababu Bwana amesema ya kwamba vita sio vyenu bali vita ni vyangu mimi. Nyinyi kazi yenu nyinyi mnisifu tu, inua tu jina langu na mimi mwenyewe nitafanya kazi yangu. Kwa hiyo tunaona maandiko yanasema ya kwamba wageukiana wana wa Amoni na wana wa Moabu wenyewe kwa wenyewe pia wakauana. Mpaka wakamalizana wote, hakuna hata mwanajeshi mmoja alisalia. Wale wa Seiri wamekwisha, wa Moabu na wa Amoni pia wamekwisha wote, wameuana wenyewe kwa wenyewe. Na kitu ambacho kimefanya ni mkono wa Bwana umefanya mambo haya yote. Na kupitia kwa kumsifu Bwana. Katika mstari wa 24 nasema, hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nalo angalia, walikuwa maiti walioanguka nchi, wala hapana aliyookoka. Sasa hapo ndio ushindi wa Bwana unapatikana. Baada ya hao watu kuuana, Yuda walikuwa wanaendelea tu kuja na kumsifu Mungu tu, kumuinua tu Bwana. Walipofika mahali pale, hawakuwa wanajua vita vyenye vinaendelea. Wale walikuwa wanaendelea kule, lakini hawakuwa wanajua nini kinaendelea. Lakini walipokaribia sasa ndio karibia maadui sasa, wanataka kuona vile maadui watakavyofanya. Wakakuta wale jeshi lote wa Amoni, wa Amori na watu wa Seiri wote wamekufa, wamelala chini, wametapakaa maiti kila mahali. Watu wa Yuda wakashangaa. Kiendelea kusoma pale chini, unaona sasa wakaanza kuokota nyara zao wanajeshi ambao walikuwa wamekuja. Walikuwa wamebeba dhahabu, walikuwa wamebeba fedha, walikuwa wamebeba mikuki, silaha kalikali. Wakaanza kuziokota wakileta kwao. Siku ya kwanza wakaokota hawakumaliza. Siku ya pili wakaokota hawakumaliza. Siku ya tatu bado wanaokota hawakumaliza. Siku ya 4 ndio wakamaliza kuokota. Pale mahali pa bonde la vita wakapaita kwamba hili ni bonde la baraka. Pale mahali ambapo walikuwa wapigana vita, sasa wakaligeuza jina, wakasema hili sasa sio bonde la vita tena. Hili ni bonde la baraka. Manake badala ya kupigana vita na kuuawa ama kuua, Bwana amepiga vita na sisi tumepata nyara. Kwa hiyo wakatoka wakirudi na nyara nyingi sana ambazo hawakuweza kushughulikia. Walipofika Yuda sasa, hawakuja kama watu ambao wametoka vitani, wamepigana vita vingi, bali walikuja tu kama watu ambao wanamshangilia Bwana. Walikuja na shangwe katika Yuda, wanashangilia Mungu kweli kweli, kwa sababu Bwana alikuwa amewapatia ushindi. Vita walikuwa wamepigana, na vita wao walikuwa wamepigana nayo, walikuwa wamepigana kupitia kwa sifa tu. Bwana mwenyewe akafanya kazi yake. Kwa hiyo kile ambacho Bwana alikuwa amesema ya kwamba wasiogope ile jeshi, bali wajipange tu, wakaweza kuona vile Bwana mwenyewe atakayofanya, kweli Mungu alifanya. Akasema vita ni vyangu mimi.
na akawapigania. Baada ya hapo Yehoshafati akaweza kutulia. Wapendwa, hii inatufundisha ya kwamba wewe kama ni mtu wa Mungu siku zote waweza kuwa uko sawa, lakini kuna mambo madogo madogo pia yanaweza kuingia ndani ya maisha yako na akafanya wokovu wako ama Ukristo wako kidogo ukaweza kuyumbayumba kidogo. Lakini hiyo haimaanishi ya kwamba wewe umeanguka. Kuna maadui watakuinukia. Umeshawahi kuona wakati mwingine unainukiwa na maadui hata pasipo kuwakosea. Yehoshafati hakuwa amekosea watu wa Moabu, wala wa Amoni, wala wa Israeli, hakuwa amewakosea, lakini roho zao ziliinuka. Unaona, kuna wakati mwingine roho za watu ambao wamemkataa Mungu zinaweza kuwainukia watu wa Mungu bure na wakataa kufanya vita hata wa kuangamiza. Hapo ndio unaona mtu anaanza kulia sana. Lakini ukisoma haya maandiko inatupatia moyo ya kwamba wakati wote ambapo Bwana amekuita wewe na amekufanya wewe kuwa mtu wake, siku zote vita ambavyo vinapigana kinyume na wewe sio vyako bali ni vya Bwana. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa kinyume chetu? Hakuna. Sasa Bwana alikuwa upande wa mfalme Yehoshafati na watu wa Yuda. Mataifa ambayo yalikuwa hamwabudu Mungu, yanaabudu miungu, hayangeweza kumeza taifa la Bwana ambalo Bwana mwenyewe amelipatia kibali cha kuishi na kuendelea kunawiri. Katika maisha kwetu wapendwa, mara kwa mara unaona wanaanza kuvamiwa na maadui tofauti. Wakati mwingine maadui wanakuinukia, hata wengine wanakuendea uganga ili waweze kukuua. Na Bwana anaruhusu habari hizi sikufikie. Sasa habari zinapokufikia, je, wewe unafanya namna gani? Wengine wanaanza kulia, wanalalamika, wanafanya nini? Lakini mtumishi wa Mungu aliposikia habari hizo, Biblia inasema kwamba aliogopa na akaanza kumtafuta Bwana. Hii inatupatia moyo ya kwamba wakati ambapo maadui wamekuvamia na unapopata habari kwamba umevamiwa, ni wewe uende kwa Bwana, umkimbilie Mungu. Ndio hofu itakuja kama mwanadamu, lakini kimbilio lako na wasafari itaweze kuwa kwa Mungu. Wakati unapovamiwa na magonjwa ya kila sambuli, huu ugonjwa unakuja, haujaondoka huu unaingia, haujaondoka huu unaingia, haujaondoka huu unaingia. Sio wakati wako wa kuanza kulia na kusema mimi nimekuja, mimi ninaenda. Ni wakati wako sasa wa kwenda mbele za Bwana na kumtafuta Bwana na kumwambia Mungu vile huyu mfalme Yehoshafati alimkumbusha Mungu. Na akamwambia Bwana katika mstari wa 12, sema Mungu wetu, je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii hii kubwa wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yanatazama kwako. Yaani mambo yanakubana, mambo yanakuwa mazito, mambo yanakuwa magumu. So wewe unapomwendea Bwana unamwambia Mungu, mimi sina uwezo. Sina uwezo kwa haya magonjwa na haya maradhi. Sina uwezo Bwana kwa haya mambo ambayo nayapitia, maadui wananiinukia. Sina uwezo dhidi ya umaskini ambao unaniandama. Sina uwezo dhidi ya ukosefu wa kazi ambao unanipata. Sina uwezo Bwana dhidi ya biashara yangu ambayo inazidi kudidimia. Sina uwezo dhidi ya jamii yangu ambayo inaniinukia pasipo kuwa na sababu. Ili Baba, na kulazama macho yangu na kuangalia wewe, fanya kazi yako Mungu. Mungu ni mwaminifu, atakupatia kifungu katika maandiko ambayo kitakusaidia wewe, kikutia nguvu na ukaweza kusimama imara na ukamngojea yeye, na utaona wokovu wa Bwana. Kile ambacho Bwana anafanya ndicho Bwana atakitenda. Kwa kuna uwezekano vita vikakuja kwako na vikajipanga vizuri kabisa, na wale maadui wakaona kwamba tunamalizana na yeye, na kumbe Mungu anapindua mambo yanakuwa mengine. Pasipo kutumia silaha, pasipo kutumia nguvu nyingi, lakini kwa kumtumania tu Bwana, mambo yakabadilika. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo siku zote tumtegemee Mungu kama mtumishi wa Mungu Yehoshafati, kama taifa la Bwana ambao ni Yuda. Maadui ambao wanainuka, Bwana mwenyewe atawashughulikia. Waache kupigana na maadui zako, waache kuwatukana, waache kuwasimanga, waache kuwaambia mambo ambayo ni makubwa makubwa. Wakati wanapokuinukia, wewe mgeukie Mungu na Mungu atazidi kuonekana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Tuombe. Baba mtakatifu ishiye mbinguni, nakushukuru Mungu kwa sana wakati huu. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu,
katikati yetu, ufalme wa Bwana na ndani yetu. Asante kwa ajili ya andiko hili ambalo Bwana tumeliona kuhusu mtumishi wako Yehoshafati, ambaye alikuwa ni mfalme wa 4 wa taifa ambalo lilikuwa limegawanyika la Yuda, baada ya Yuda na Israeli kugawanyika. Naye alikuwa ni kijana ambaye alikuwa ni mzuri, alitembea katika njia zako kama vile babake Asa alivyofanya. Tofauti ni kwamba babake Asa alianza vizuri akamaliza vibaya, lakini yeye alibaki kusimama imara kwako na akawa mtumishi wako kweli, haikuamini na haikutumania kwa kila jambo. Wakati maadui walipomvamia, wana wa Moabu, wana wa Amoni na watu wa Israeli, alipopata habari, nako nasema kwamba aliogopa, lakini akalipoogopa hofu yake ikamsongesha kwako, na akaamuru watu wakaanza kwenda mbele zako kwa ajili ya kufunga. Wenyeji wa Yuda pia wakaungana pamoja na yeye na wakafunga na wakaomba, na Bwana ukasikia na ukasema ya kwamba vita sio vyake, kwa hivyo asiogope, wala watu wa Yuda wasiogope, bali vita ni vyako. Naona vile ulivyopigana hii vita Bwana, wakapatia ushindi na wakapata nyara ambazo hawakuwa wamezipigania, wakarudi nazo wakiwa matajiri. Baba, unaweza kupindua vita ambavyo viko mbele yetu Bwana, na vikaweza kuwa ni baraka Bwana. Maadui ambao wanatuinikia mfalme Bwana, una uwezo wa kuwapindua. Baada ya kufika kwetu Mungu, wageuka badala ya kuwa maadui wakaanza kuwa ni marafiki Bwana. Tusaidie Mungu wetu. Katika hali yetu Baba ya kiafya, tusaidie Bwana, ukatuondoshee maadui wa magonjwa na maradhi. Katika hali yetu Baba ya kiuchumi, Bwana tusaidie, tuondolee Baba maadui ambao wanakula uchumi wetu mfalme Bwana. Katika biashara yetu Bwana, tuondolee maadui. Katika zetu za kuajiriwa, tuondolee maadui. Katika ukulima wetu wa mazao ya shambani, tuondolee maadui. Kila jambo ambalo tunalifanya Bwana, tunakuomba tuondolee maadui Bwana. Shike mkono katuongoze sasa mbele zako Mungu, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na kwa msaada tunaomba. Amen.